Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Al-Nur Online TV. Karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu maalum ambavyo huwa tunaangazia afya ya mama na mtoto, ikiwa ni katika kuonesha namna gani jamii ina nafasi katika kuhakikisha kwamba tunapata watoto bora wenye siha wanaozaliwa. Lakini kwanza tunasema kwamba ili kupata mtoto mwenye siha ni lazima tuwekeze kwa mama ambaye huyu ndio mzao wa mtoto huyo. Karibu msikilizaji katika kipindi chetu maalum cha siku ya leo, ambapo tutakwenda kutazama upungufu wa damu kwa mama mjamzito. Upungufu wa damu kwa mama mjamzito, namna ambavyo unaathiri makuzi ya mtoto, lakini pia afya ya mama mwenyewe. Karibu sana msikilizaji. Kwa siku ya leo nitakuwa naye Bi Maimuna Sheha ambaye ni afisa lishe wilaya mjini, lakini tutakuwa naye Bi Nasra ambaye huyu ni afisa lishe kutoka kitengo cha lishe chini ya Wizara ya Afya Zanzibar. Tukiamini kwamba tutakwenda kufahamu mengi tunapozungumzia upungufu wa damu kwa mama mjamzito. Utakwenda kufahamu ni nini hasa tunaposema upungufu wa damu kwa mama mjamzito, lakini athari zake ni zipi, pamoja na ukubwa wa tatizo hili visiwani Zanzibar liko kwa kiasi gani. Langu jina naitwa Othman bin Ali. Msikilizaji, nikwambie karibu sana moja kwa moja katika vipindi vyetu hivi maalum, nikiamini kwamba mtazamaji wangu utakwenda kujifunza mengi kabisa. Habari za mchana, habari za majukumu? Nzuri. Tuko salama? Alhamdulillah. Karibuni sana. Asante. Nikiamini kwamba watazamaji wetu wana mengi kusikia kutoka kwenu. Karibuni sana ndani ya studio zetu hizi. Asante. Tuanzie kwako Bi Nasra. Tunazungumzia upungufu wa damu kwa mama mjamzito. Tunaposema upungufu wa damu kwa mama mjamzito ni nini? Asante ndugu mtangazaji. Tunapozungumza upungufu wa damu kwa mama mjamzito, upungufu wa damu wenyewe kwanza ni upungufu wa seli nyekundu au tunasema hemoglobin ambazo zinatumika kwa ajili ya upungufu wa hizo hemoglobin chini ya kiwango cha kawaida. Sawa? Kwa hiyo zinapopungua, maana yake ndio tunasema mtu ana upungufu wa damu. Unapopima ikawa iko chini ya kiwango cha kawaida kwa mujibu wa jinsia yako na umri wako. Sawa? Kwa hiyo tunasema una upungufu wa damu. Ambapo hizo seli zenyewe kazi yake ni kupeleka hewa ya oxygen kwenye mwili, kusambaza hewa ya oxygen. Kwa maana hiyo inapopungua ndio tunasema una upungufu wa damu. Tunasema ni kwa chini ya kiwango cha kawaida. Kiwango cha kawaida ni kipi bila sawa? Kwa mjamzito tunasema damu yake ianzie 11 kwenda juu. Lakini inaposhuka hapa, maana yake ndio tunaambiwa kwamba una upungufu wa damu. Kiwango cha kawaida inategemea na hali yako ya kiafya. Ukiwa mjamzito maana yake ni chini ya 11 tunasema una upungufu wa damu. Lakini kwa mtu ambaye ni wa kawaida ambaye hana ujauzito, inaposhuka chini ya 12 tunasema hapa ana upungufu wa damu. Na kwa mama mjamzito kuna upungufu tu, hakuna kuwa na damu nyingi? Sio aghlab kutokezea. Kwa sababu unapokuwa mjamzito kuna mahitaji yanaongezeka. Sawa? Na ndio maana hata hichi kima ni tofauti na kile cha mtu wa kawaida. Kwa hiyo unapokuwa mjamzito umebeba tayari kuna kiumbe kingine. Kwa hiyo mahitaji yanaongezeka mara 2 yake. Kiwango cha kawaida ambacho si mjamzito anatakiwa awe na ngapi? Tunasema huyu bado yupo kwenye wastani. Tunasema anze 12 kwenda juu. Mpaka 14, 15 iko sawa. Na zaidi tunaangalia inategemea kwa mwanamke na mwanamume. Mwanamke kila baada ya, kama tunapojua, kila baada ya mwezi wanakuwa sana tunatoa lakini kwa mwanamume anaweza akawa na 15, 14 yote ni sawa. Nashukuru sana Bi Maimuna kwa kutuambia tunaposema upungufu wa damu kwa mama mjamzito ni nini. Bi Nasra, tuje kwako. Tatizo hili lipo kwa kiasi gani visiwani Zanzibar? Ni kubwa? Tatizo visiwani Zanzibar mpaka sasa ni kubwa kutokana na tafiti zilizofanywa mpaka mwaka 2022, sababu inaonyesha kwa wanawake ambao wapo katika umri wa kujifungua tatizo la upungufu wa damu lipo katika 60%.
Manake hali hii inaonesha kwa katika wanawake 10 basi wanawake 6 utakuta wana tatizo la upungufu wa damu. Kwa hili ni tatizo kubwa na linahitajiwa kufanywa marekebisho kutokana na athari zake mbalimbali ambazo zinakuwa zinajitokeza. Manake kila kwenye wanawake 10 basi 6 wanakumbwa na tatizo hili. Wana upungufu wa damu. Na swali linaweza kuja, kwa nini ikawa hivyo, ambapo tunaona kwamba ni tofauti na miaka iliyopita nyuma. Zamani ilikuwa nadra kusikia mama mjamzito anasaidiwa damu au ana upungufu wa damu. Sababu zipo tofauti, lakini pia kwa mama mjamzito kama tulivyosema kunakuwa na hali inakuwa inatokezea. Lakini sasa hivi na mbadiliko wa tabia, mwenendo wa tabia za hali ya nchi pamoja na mbadiliko wa tabia za watu katika hasa kwenye masuala ya ulaji, lakini pia kwenye masuala mengine kama masuala ya kuhudhuria kliniki mapema, masuala ya kuhudhuria kliniki pamoja na wajawazito na wenza wao. Zote hizo ni miongoni mwa sababu ambazo zinakuwa zinapelekea hili tatizo. Maana yake mbadiliko wa ulaji wa watu, lakini pia masuala ya kuhudhuria ama kupata ile elimu kwa ajili ya kuzuia hizi athari nyingine wakati wa ujauzito. Takwimu hizi ziliangazia labda mijini na vijijini ama ni takwimu kwa ujumla tu? Hii ni takwimu kwa ujumla, maana yake mijini pamoja na vijijini. Lakini labda kwa uzoefu wako wa muda mwingi katika masuala haya, kati ya mjini na vijijini wapi wanaweza kuwa waathirika zaidi? Kati ya mjini na vijijini, sehemu ambazo zina athari zaidi, mfano kama kwa Zanzibar, tunasema katika wilaya ya kaskazini inakuwa na athari kubwa ya upungufu wa damu ukilinganisha na wilaya nyingine, lakini bado tatizo lipo mpaka katika wilaya nyingine, mpaka mjini shida hii bado ipo. Na labda kwa nini kaskazini kubwa? Kaskazini ni kubwa kwa sababu baadhi ya tafiti zilizoonyesha jiografia yake vile ilivyokaa bado, yani kunakuwa tafiti mfano kama tafiti nyingine zimesema yani jiografia yake ni kama uzalishaji hata huwa yale mazaliwa au yale mabadiliko ya hali ya nchi yanayotokezea sana na kuwa yanaathiri sehemu zile, lakini pia uelewa ama ule ufikiwaji wa elimu katika maeneo yale pia inakuwa mdogo. Asante sana Bi Nasra, tarudi kwako. Bi Maimuna, tumeambiwa kwamba mabadiliko pia kwenye masuala ya ulaji imekuwa ni moja sababu zinazopelekea kuwepo kwa tatizo hili la upungufu wa damu kwa mama mjamzito. Tunaposema mabadiliko ya ulaji, tunataka kusema nini hasa? Maana yake jamii imeondoka katika ulaji wa kawaida na umekuja kwenye ulaji wa kisasa, ama ni mabadiliko gani hasa? Ni hivyo kwamba jamii imetoka kwenye vyakula ambavyo tulivyokuwa tunakula tunatumia hapo awali. Tabia zile za ulaji zimebadilika. Unakuta mjamzito kama huku labda tuseme maeneo ya mjini zaidi, mjamzito asubuhi unamuuliza amekula nini, anakuambia mimi nimekunywa urojo. Sasa kweli urojo, vile vitu ambavyo vinahitajika havipati kama inavyotakiwa. Au pengine mchana anakuambia labda pengine mimi mpaka nipate kitu fulani, na ukikiangalia ni kile ambacho hakina virutubishi vya kutosha kwa yeye kutimiza yale mahitaji yake ambayo alionayo. Labda hii ni kutokana na hali ya ujauzito alionao kwa kipindi kile, au labda ni maisha ambayo sasa tumeamua kuyaishi? Ni maisha ambayo tumeamua kuyaishi. Ukiwa mjamzito of course kuna hayo mambo mengine yanatokezea, lakini na vile ambavyo tayari tumeshajizoesha tokea mwanzo. Hebu twende tukaangalie labda ni viashirio gani mama mjamzito akiviona yeye mwenyewe anaweza kusema kwamba huenda kwa dalili hii ikawa na upungufu wa damu. Upungufu wa damu, dalili ambazo unaweza ukawanazo ukajijua kwamba mimi nina upungufu wa damu. Kwanza unahisi kichwa kinauma sana. Unasikia kichwa kinakuwa kinauma sana, lakini pia na ndio maana mjamzito anaambiwa kichwa kinapouma sana kimbilia hospitali, dalili ya hatari. Sawa? Lakini pia mjamzito anaweza akahisi kizunguzungu. Kizunguzungu muda mwingine mpaka kutaka kuanguka au kuanguka kabisa, sababu damu inakuwa tayari iko chini ya kiwango.
Lakini pia unaweza kujihisi mapigo ya moyo yanapiga sana. Mapigo yanakuwa yako juu. Kwa ile pia nayo ni dalili inakwambia kwamba damu imepungua. Chengine tunasema unajisikia mchovu. Muda wote unahitaji mara ulale, yani unashindwa kufanya zile kazi zako za kawaida. Uchovu kwa mama mjamzito si hali ya kawaida? Ni hali ya kawaida, lakini kuna tofauti, kuna kuzidiana. Maana yake kuna ile hali unajua kwamba hii si ya kawaida. Unakuta kwamba hii si hali ya kawaida sasa hivi. Si hali ya kawaida. Ni hata mwili pia unauhisi mzito maana yake. Asante, nitarudi kwako. Binasra, tuje kwako. Umetuambia kwamba kuto kuhudhuria kliniki pia kunasababisha kuwepo kwa tatizo hili kwa mama wajawazito, si ndio? Ndio. Ni mama mjamzito anapokuwa labda anapojihisi tu tayari amebeba mimba, nini ambacho anatakiwa akifanye? Mama mjamzito anapojihisi tu kuwa amebeba mimba au yeye ni mjamzito, tunamshauri kuwa ahudhurie katika vituo vya afya, yani katika kliniki zile za vituo vya afya ambavyo vipo karibu na yeye. Na hali hii inakuwa inasaidia, kwanza ataweza kujua kama kuna tatizo lolote la kiafya, kwa sababu pia miongoni mwa sababu zinazopelekea huu upungufu wa damu, pengine mtu anakuwa na magonjwa ama maambukizi ama maradhi, tuseme kama maradhi ya malaria. Kwa pale anakuwa anapatiwa vipimo kwanza vote, anakuwa anaangaliwa hali yake ya afya, anakuwa anapimwa pia hichi kiwango cha damu ambacho anakuwa nacho. Kwa akipimwa katika ile siku ya kwanza kiwango chake cha damu na akapimwa pamoja na hali nyingine za afya, maana yake ataweza kujua yeye yuko katika hali gani na ule ushauri ambao atakuwa atapewa. Maana yake pale kama ana malaria atashauriwa na ataweza kutibiwa malaria yake ili isije kuweza kuathiri hali yake ya damu na kupelekea athari nyingine. Lakini pia hata kama atakuwa yupo katika hali ya kawaida, maana yake hana maradhi na damu yake ikaanza nayo vizuri, atapatiwa ushauri mzuri wa namna ya ulaji vyakula ambavyo vitamsaidia yeye kuweza kuwa na hali nzuri ya damu. Bimaimuna katueleza hapa miongoni mwa dalili kuumwa na kichwa sana, kuchoka sana. Ni dalili gani nyingine ambazo tukiziona hizi tutaraji kusema tuweze kusema kwamba huyu mama huenda ikana upungufu wa damu mwilini? Dalili nyingine ni mara nyingi zinakuwa hizo, kama kichwa kuuma, kuona kizunguzungu, lakini pia kama utakuwa, kwa sababu kuna dalili nyingine za hatari pia, pengine kama mjamzito pia anakuwa na hali ya kutokwa na damu. Kwa hiyo unatakiwa uwe na wasiwasi kwa ajili ya kwenda kuangalia damu yako isije ikawa imepungua katika kile kiwango ambacho itakuwa ni cha hatari zaidi. Asante na kushukuru sana mtazamaji wetu unayetutazama. Kumbuka tupo katika kipindi maalum na leo tunazungumzia tatizo la upungufu wa damu kwa mama mjamzito, namna ambavyo linaweza kuathiri afya yake, lakini pia afya ya mtoto ambaye yuko tumboni. Turudi kwako Maimuna. Tumeona upungufu wa damu ni nini, athari, lakini pia tumeona dalili ya masababu. Twende sasa moja kwa moja tukatazame kwa upande wa athari. Athari gani zinaweza kutokea ikiwa mama atakuwa na tatizo hili la upungufu wa damu? Mama anapokuwa damu yake ni ndogo, athari kubwa inatokezea kwake, lakini pia na kwa mtoto. Anaathiri hata kile kizazi ambacho amekibeba. Inawezekana kwamba mama akapata kujifungua kabla ya wakati, akahisi ile kusukuma, akahisi uchungu kabla ya muda kufika. Na maana yake akihisi hivyo, maana yake anaweza akajifungua kabla ya wakati, na akijifungua kabla ya wakati mtoto anakuwa kilo ndogo. Kwa hiyo kuna ile shida ya kulea mtoto mwenye kilo ndogo. Naam. Kilo ndogo ndo hawa njiti ama ni tofauti hapa? Ndo tunasema ndio njiti, chini ya kilo 2.5. Kwa hiyo inakuwa ni kilo ndogo. Maana yake umejifungua kabla ya miezi 9 kufika. Maana yake ukijifungua vile inakuwa mtoto hajakuwa vizuri kule tumboni mpaka kile kiasi ambacho anatakiwa afikie. Kwa hiyo anakuwa na uzito pungufu chini ya 2.5. Sawa? Lakini pia mama anapokuwa na damu yake ni ndogo, mtoto kuna uwezekano mtoto wa kudumaa tumboni. Mtoto anadumaa kimwili na kiakili. Sawa, kutokana na kwamba hata ule ukuaji wake unakuwa hauko vizuri huko tumboni.
tunaelewa kwamba kila kitu ndani ya tumbo la mtoto anategemea kila kitu kupitia mama, kwenye mama na kwa mama kupitia nini hiyo ambayo ni damu. Kwa hiyo hata makuzi yake yanakuwa hayako vizuri kimwili na akili. Ndio maana unakuta mtoto anazaliwa amedumaa. Hata akili inakuwa kidogo inadumaa. Mpaka baadaye inaweza ikaja ikamwathiri mtoto. Hata kwenye shuleni tunaweza kusema amerithi, lakini kumbe shida imeanza toka tumboni kwa mama yake. Maana yake wewe mama mtu ndio umemkosesha zile haki zake. Ndio maana tunasema kipindi cha siku 1000 hizi za mwanzo ni muhimu katika makuzi ya mtoto. Makuzi na maendeleo ya mtoto. Kwa hiyo tujitahidi hapa. Lakini pia chengine mama akiwa na kilo ndogo kuna hatari ya kupata matatizo wakati wa kujifungua. Unajifungua labda una damu 7 au damu 6. Tunajua unapojifungua kuna damu inapotea pale. Kwa maana hiyo kuna hatari ya mama kuja kupata matatizo wakati wa kujifungua, vifo wakati wa kujifungua na matatizo mengine. Sawa, kwa sababu damu nyingi inakuwa imepotea, na hiyo ambayo yani imetoka, maana yake imetoka kwenye sehemu ambayo penyewe inahitajika. Kwa hiyo kuna hatari ya kupata vifo wakati wa kujifungua. Jengine ni kwamba mama anapokuwa na damu ndogo, anapokuwa ameshajifungua, maziwa yanakuwa hayatoki ya kutosha. Kwa hiyo unaona kwamba mtoto hashibi. Unamnyonyesha lakini au pengine maziwa hayatoki ya kutosha. Unaona mimi sina maziwa, lakini kumbe wewe mwenyewe damu yako yani ni ndogo sana, kwa sababu nayo inahitajika katika utengenezaji wa maziwa. Kwa hiyo unakuta hata yule mtoto unapomnyonyesha maziwa yanakuwa hayatoki uzuri, na ndio shida mpaka baadaye mtoto anaweza kaingia kwenye utapiamlo, matatizo ya utapiamlo, kutokana na kwamba hapati kile kima ambacho anahitajika akipate. Sawa? Ni hivyo. Naam, lakini pia kinga ya mwili ya mama inaweza ikashuka. Na tutarudi kwako. Tumeona baadhi ya athari kuzaliwa kwa watoto ambao unasema kwamba ni uzito pungufu, lakini hata ukuaji wa mtoto ambao unaweza kuathiri pia kwa upande wa akili yake mara baada ya kuzaliwa, na kuwepo kwa ufahamu tunasema duni au hafifu. Inapotokezea kama hivi mama amefika wakati wa kujifungua, pengine ana damu 7, 8, huwa mnafanyaje? Hapa ndo tunarudi kwenye ule umuhimu wa kuhudhuria kliniki mapema, lakini pia kuendeleza ule muendelezo wa yani kujua hali yako kila mwezi kwa ajili ya kuhudhuria kliniki, kwa sababu kule inakuwa kila mwezi mnakuwa mnaangaliwa kipimo cha damu kikoje na matarajio yako yale ya kujifungua. Kwa katika vituo vya afya unapojulikana kuwa damu yako ipo chini mpaka imefikia miezi 9, yani damu yako ipo ndogo sana, pale wanakuwa tunachokifanya maana yake tunakupeleka katika hospitali ambayo ukijifungua unaweza kupata zile huduma mfano za usaidizi wa kuongezewa damu kwa haraka ama kwa wepesi. Na mara nyingi naomba kuongezea hapo. Na kazi hapo kwamba kuhudhuria kliniki mapema, kwa sababu unapohudhuria kliniki mapema manake ukiwa na tatizo linaonekana mapema. Sawa? Na kadri unavyoenda kwenye zile visit zako za kliniki utaonekana damu inapanda au inashuka. Na kule kliniki kuna dawa wanapewa. Sababu kama kawaida tunavyojua ukiwa mjamzito mahitaji yanaongezeka. Kwa hiyo wanapewa vidonge kama ni kukinga mtu asijakapata upungufu wa damu isikapungua. Au ambaye ameshakuwa na upungufu wa damu manake anapewa kama ni tiba. Lakini kwa hiyo kadri wanavyopewa na vile vidonge na anavyoenda, ikiwa inaongezeka sawa, lakini ikiwa tuseme ipo katikati ya kliniki hapa damu yake imeshuka sana pengine chini ya 7, moja kwa moja anakuwa na rufaa hospitali za wilaya. Kwa hiyo kule wenyewe wataangalia, inategemea na umri wa ujauzito. Ikiwa tena kama ndo amefikisha kujifungua, lakini bado tuseme ndo anaenda na hizo huduma nyingine za kuwekewa damu na mambo mengine. Sasa kama mmetanua wigo hivi, mnahamasisha mpaka baba wafuatane na wenza wao kwenda kliniki. Ni kwa nini?
Baba tena ni muhimu kutokana na kwamba kwanza wakifika kliniki kama alivyosema mwenzangu kwamba kuna vipimo mnapimwa. Mnapimwa hivyo vipimo hayo malaria, mnapima kama kuna virusi vya ukimwi, mnapima maradhi mengine ya kujamiana, kuna vitu vingi vinakuwa vinapimwa. Lakini mara nyingi kwa baba wanakuwa wanapima kama hivyo virusi vya ukimwi na maradhi ya kujamiana. Ni muhimu kwa sababu tunataka kumkinga mtoto. Mara nyingine inatokezea mmeenda nyote lakini mmoja ameathirika, mwingine hajaathirika. Pale tunaenda kwenye afya ya mtoto, ya mama na mtoto. Kwa hiyo kama unakuta pengine kama mmoja ameathirika au nyote mmeathirika, mnajua mnachukuliwa hatua gani ili mtoto abaki kwa salama. Lakini sasa unakuta kwamba watu ni wagumu wa baba kwenda clinic. Sasa pale haujenda clinic, lakini kuna wengine wanasema mimi wakati mke wangu yuko vizuri maana yake na mimi niko vizuri. Lakini hizo kesi zinatokezea. Unaweza wewe hujenda lakini baadaye katikati ukaja ukampa maambukizo mama na yeye anaweza akaja kumwathiri mtoto baadaye. Yeye hajijui. Uzuri kwamba unapoenda kule siku hizi unapimwa tena. Kwa hiyo upo muhimu, lakini pia ile kumsaidia mama kisaikolojia na vitu vingine, kumpeleka ukamsupport ukienda naye ni jambo zuri. Lakini pia hapo kwa kuongezea, wababa wanashauriwa kuwafuatana na wenza wao kwenda clinic kwa sababu kule kuna elimu ambayo inakuwa inatolewa. Mama anakuwa anapewa elimu kama unatakiwa katika kipindi hichi ule sana vyakula vya aina hii, lakini pia katika kipindi hichi unatakiwa usaidiwe baadhi ya kazi kwa ajili ule mwili wako usichoke sana na upate muda ule wa kupumzika. Lakini pia ndio kama masuala mengine unakuwa unapatiwa dawa au unapatiwa virutubishi kwa ajili ya kuweza kukidhi yale mahitaji ya mabadiliko yako ya mwili. Kwa pale mama anapokuwa na mwenza wake, maana yake atakuwa hata na ule msukumo nyumbani wa kumwambia au kumuhimiza kama umeshatumia zile dawa ulizopewa, je, unaweza kumsaidia mke wako katika kazi fulani ili asiweze kuchoka. Lakini pia itampa yeye hamasa ya kuleta yale mahitaji ya nyumbani, kujua kama mke wangu anahitaji sasa hivi kula vyakula sana kwa wingi vyakula vya aina hii. Lakini pia wengine kwa tumezoea baba ndo anapakuliwa vikubwa zaidi. Kwa hiyo pale pia itaongeza ile huruma pia kwa mke wangu sasa hivi ndo ana mahitaji zaidi ya vyakula hivi, ndo nimletee nyumbani na aweze kuvipata. Na labda ni vyakula gani ambavyo mama mjamzito anashauriwa kutumia kipindi kile cha ujauzito ili kuepukana na tatizo hili la upungufu wa damu? Asante. Tunasema unapokuwa mjamzito tunatakiwa tule vyakula kutoka makundi yote 6 chakula. Kwanza ili kuweka hali yetu ya kiafya ya kilishe iwe vizuri. Makundi 6 ni hapa. Lakini makundi 6. Tuanze kwa kumuelezea mtazamaji wetu. Kundi la kwanza tunasema nafaka, mizizi na ndizi. Ambapo hapa tunaingiza nafaka zenyewe, mtama, mchele, mahindi, sawa? Mizizi na ndizi, mizizi tunaijua mihogo, viazi na ndizi zenyewe. Sawa? Lakini pia kuna kundi jingine tunasema matunda. Matunda tunayajua. Matunda, mapapai, maembe, yote ni matunda. Lakini pia kuna mboga. Mboga tunazijua, mtoriro, mchicha, mboga ni nyingi lakini tumezoea tu hapa kwamba mtoriro na mchicha, lakini mboga za majani kuna na nyingine si za majani. Za majani ndio hizo mtoriro, kuna mchicha, kuna spinach, kilemba cha bwana, kuna chai, zote ni mboga. Lakini pia ambazo si za majani ndio hizo carrot, hoho na nyingine, zote ni mboga. Na zote hizi ni muhimu. Na zote ni muhimu. Sawa? Lakini pia kuna vyakula vinavyotokana na asili ya wanyama na vyakula vya pwani. Asili ya wanyama mfano nyama, kuku, maini, mayai, maziwa na vyakula vya pwani vyote, vyakula vya baharini, samaki, dagaa na vinginevyo. Lakini pia kuna vyakula vingine tunasema mikunde na mbegu zenye mafuta. Mfano wa mikunde hizo mbaazi, kunde,
maharage na choroko, choroko na mbegu zenye mafuta tunasema njugu, ufuta na nyinginezo. Lakini pia kundi la mwisho tunasema ni mafuta kidogo, mafuta yenye afya. Vyote hivi vina kiwango chake cha kutumia. Mafuta yenye afya ni yapi? Ni tunasema yale ambayo yanatokana na mimea. Ambayo hayagandi kwenye hali ya kawaida. Okay. Kama mafuta ya sunflower. Yale ndio yenye afya. Ya alizeti. Na ndio ambao yanatakiwa yatumiwe. Naam, twende tukaangalie sasa vyakula. Tukiangalia vyakula ambavyo maalumu vinavyosaidia katika kuongeza damu kwa wingi. Tunasema hivyo asili ya wanyama na vyakula vya pwani. Asili ya wanyama tumesema nyama yenyewe, kuku, maini, zote zinazotokana na wanyama. Pamoja na vyakula vya pwani, dagaa, samaki na vyakula vingine vya pwani. Hivi vyote vina madini chuma kwa wingi ambao vinasaidia katika kuongeza damu kwenye mwili. Si lazima tupate hizo nyama na maini. Hata hili dagaa ndo zuri zaidi katika kuongeza damu. Kwa hiyo kwa siku angalau mwenyewe ukiwa unaangalau kile at least ukila kama unakula tuseme boflo hata na chai, basi pata angalau una ile supu ya dagaa. Nayo ni nzuri. Inasaidia sana katika kuongeza kuliko kula hiyo boflo na kachori. Inasaidia sana katika kuongeza wingi wa damu. Lakini pia ukiacha na hivyo vyakula vya asili ya wanyama na vya baharini, tunasema mboga mboga nazo zina madini chuma kwa wingi ambazo yanasaidia katika kuongeza wingi wa damu mwilini. Mboga kama tulivyosema, kuna za majani, kuna na nyingine zilokuwa si za majani. Zote hizi zinasaidia katika kuongeza. Lakini pia tunapopika tunashauriwa tusipike kwa muda mrefu. Ikaiva tena mpaka virutubishi vikapotea. Tunatakiwa tuipike kwa muda mchache ndo tuile. Tusipike tena ikawa imeiva sana kiasi ya kwamba unakula mpaka yale makapi tu. Na mboga tunashauriwa tuikoshe kwanza ndo tuikate. Sio unakata ndo unakosha. Maana yake kuna virutubisho utavipoteza pale. Hivyo. Lakini pia tule mboga za rangi tofauti kwa siku. Rangi tofauti ni vipi? Rangi tofauti. Mfano, kuna mboga za majani tunazijua za kijani. Za kijani. Kuna mboga za tunasema matunda kama hizi tungule. Kwa rangi ile ni tofauti. Okay. Kuna carrot hizi za mizizi. Rangi tofauti. Cabbage rangi tofauti. Kuna bilingani, kwa hiyo kwa siku upate angalau 2 kwa mfano zenye rangi tofauti. Lakini mboga za majani ni zaidi katika kuongeza, zina madini chuma kwa wingi. Lakini pia chengine tunasema mikunde. Mikunde hii kina hizo maharage, kunde zenyewe, mbaazi na vitu vingine. Ni nzuri zaidi pia katika kuongeza wingi wa damu. Lakini ushauri unapopika hivi, kama ni kunde au kama ni hayo maharage, tujitahidi tuwe tunaroweka angalau kwa masaa 4-5. Roweka, ukitaka kupika mwaga maji uliorowekea ndio upike. Au unaweza ukaroweka kucha nzima, alafu ukija ukipika unamwaga maji uliorowekea ndio unapika. Kwa nini turoweke? Swali linaweza kujengeka. Ni kwa sababu kwenye hizi mikunde kuna vitu ambavyo tunasema sawa zina madini chuma kwa wingi, lakini kuna vitu ambavyo vinazuia huo ufyonzaji wa madini chuma. Zinaitwa phytate. Kwa hiyo ile kuroweka ndo tunazipunguza. Kwa hiyo unapokuja kula, maana yake tayari umeshapunguza vile vitu ambavyo vinazuia ufyonzaji wa yale madini chuma. Lakini pia gesi pia inakuwa inapungua. Unapunguza gesi, hata muda wa kupika unakuwa ni mchache unaporoweka. Kama hivyo tuseme harage au nini, muda wa kupika pia unakuwa unapungua. Unapika kwa muda mchache tofauti na ukilileni pale ukalipika. Lakini concern kubwa ni kupunguza zile ambazo zina vitu ambavyo vingeenda kusababisha madini chuma yasifyonzwe kwa vizuri. Asante na kushukuru. Tuje kumekuwa na kawaida mama wanapokuwa wajawazito
kuwa kuna vyakula fulani huwa wanatumia, ama tuseme in fact si vyakula lakini ni mazoea ambayo yamejengeka kwa mama wengi. Wengine huonekana wakitumia mchele, wengine wakitumia makaa, wengine udongo, na mpaka sasa umerahisishwa unauzwa kabisa. Hivi vinasaidia kitu kwenye afya ya mama katika kipindi hichi cha ujauzito? Asante ndio mtangazaji. Hiyo pia ni tatizo ambalo lipo bado kwa wamama wajawazito kutumia hivi vyakula ambavyo sio rasmi katika ulaji, kama hivyo kula udongo, wengine wanatafuna mchele mbichi, wengine makaa, yani vitu ambavyo sio rasmi. Vyakula hivi havina umuhimu wowote katika kuboresha afya ya mama mjamzito, lakini pia vinaathiri pia ile athari, manake mpaka huu upungufu wa damu unasababisha mpaka hivi tunapokula hivi vyakula ambavyo sio rasmi vinampelekea mama pia kuwa na upungufu wa damu. Manake anakula vile vyakula vinaathiri ufyonzaji, lakini pia vile vyakula vinafanya kama yeye ajisikie tayari amekula na anakosa ile hamu ya kula vyakula ambavyo ni rasmi kwa ajili ya afya yake. Kwa kiafya havina umuhimu wote katika mwili wa mama mjamzito. Na maana yake kutumia hivi ni kuendelea kujiangamiza kabisa. Kabisa, kutumia hivi na kuto kujibadilisha, kwa sababu changamoto nyingi zinawakuta mama wajawazito na vile kujiendekeza na zile hali zetu. Mtu anakwambia ni kama hajatafuna mchele yeye hawezi yani akaendelea kugani bila kutafuna mchele, au kama hajala udongo. Lakini ukija kwenye masuala ya ulaji pia anakwambia pengine mfano kama hivyo virutubishi ambavyo tunapewa vituo vya afya, mtu anakwambia yeye hawezi kuvila, yani akivila anajisikia pengine kizunguzungu au anajisikia kichefuchefu, analeta sababu kama hizo. Lakini pia ukimshauri kwenye masuala ya ulaji wa mboga ambazo hazijapikwa kwa muda mrefu, maana yake anazichemsha tu kidogo, baadaye anakula pamoja na chakula chake, pia anakwambia ni changamoto kwake. Kwa ni athari, yani kujiendekeza kwenye hizi tabia. Lazima tukubali mabadiliko kwa ajili ya afya zetu, lakini pia na kwa ajili ya afya kwa wale ambao tunaenda kuwazaa. Hapo kwenye udongo, yani mtu anakwambia mimi siwezi kukaa kwa siku angalau nipate kile kide cha udongo kama vidole hivi vinakuwa. Lakini sasa udongo tuangalie, huo udongo ndio unapelekea kwa kiwango kikubwa upungufu wa damu. Kutokana na kwamba udongo unakuwa unabeba minyoo mingi sana. Sasa unapokula ule udongo kwa siku, kwa mfano upate kile kimoja tu, unakuwa umeshaingiza minyoo mingapi ndani ya mwili. Kwa maana na minyoo kama tunavyojua nao nategemea damu. Kwa hiyo unakuta pengine hapo hata mjamzito hata dawa ya minyoo hajatumia. Kwa hiyo unakuta shida bado anaingiza, manake anaiongeza, badala ya kwamba mahitaji yameongezeka, manake yanaongezeka mara tatu yake. Manake kuna chingine kinategemea pia. Manake huyu pia inawezekana anatumia vile vidonge vya nyongeza kwa kuongeza damu, lakini pia na udongo wake kule. Kwa damu inaongezeka anayefaidika inaliwa tena huko. Ikiwa tuko tamati ya kipindi chetu, mkakati wa wizara ni upi kupitia kitengo cha lishe labda kukabiliana na tatizo hili ambalo tunasema kwamba lipo kwa kiasi kikubwa? Kuna mikakati yote? Mikakati ipo, na kama tulivyoelezea mwanzo kwenye takwimu zetu zinazoonyesha ukubwa wa hili tatizo, mpaka tumesema angalau kufikia mwaka 2028 tu tumelipunguza mpaka kufikia kutoka asilimia hizo 60 mpaka asilimia 33.7 kama hivi. Kwa katika mikakati iliyofanyika, kwanza kuna huu utolewaji wa elimu ya lishe. Tunatoa elimu ya lishe vituoni, tunatoa elimu ya lishe kupitia hivi vipindi vya radio na television, lakini pia tunatoa elimu ya lishe kupitia kwenye jamii. Lakini katika mikakati mengine ni kufuatilia yale mahudhurio ya kliniki kwa mama wajawazito na kuwatengenezea kabisa kliniki zao. Kuna ile kliniki unaenda kama mama mjamzito, lakini unapojulikana una tatizo la upungufu wa damu, tunakutengenezea, maana yake unakuwa na mahudhurio ya kliniki ya mimi kama ni mama mjamzito mwenye upungufu wa damu. Maana yake unakuwa mdau kabisa. Unakuwa mdau, na katika pale kuna na makundi ya watu wamama ambao wapo vizuri katika damu zao na mama ambao wanakuwa wapo vibaya. Kwa pale mnakuwa kile kitu mlichofundishwa yule mwenzako kakifanya kaweza kubadilika, lakini wewe kile unafundishwa kwa nini usiweze kufanya ukaweza kubadilika. Lakini katika mikakati mengine kuna hizi dawa za ni virutubishi ambazo kiwa tatizo ni kubwa linatumika kama
ni dawa, lakini kwa ile hali ya kawaida lazima mama mjamzito anapoenda katika mahudhurio ya kliniki lazima apatiwe hivi virutubishi kwa ajili ya kukidhi mahitaji yake ya mwili katika masuala ya damu. Jambo jingine ni mkakati mwingine ndio hivyo kuhamasisha wamama waweze kuhudhuria kliniki mapema, lakini pia na kupatiwa vyandarua, kwa sababu pia matatizo ya malaria yanaweza kupelekea upungufu wa damu. Kwa mama mjamzito anashauriwa naye aweze kujifunika na chandarua ambacho kipo salama, lakini pia kupatiwa dawa za minyoo katika muda fulani kwa hawa mama wajawazito. Naam, Maimuna, tuelekee kwako. Tumesikia baadhi ya mikakati ambayo inafanyika, lakini tuna mpango pia itakapofika mwaka 2027 bila shaka tuwe 28 tuwe tumepunguza asilimia hii. Unahisi kwamba kwa mikakati hii tunaweza kufikia ile target ambayo tunaitarget? Ndio. Jamii ifanye nini ili tuone kwamba tunafikia huko? Jamii tunaiomba ibadilike, kwa sababu elimu zinaendelea kutolewa kwenye jamii, watu wanaenda direct kwenye jamii, na hivi tunavyotoa kwenye elimu kwenye vipindi. Kwa hiyo tunaiomba jamii ibadilike. Unajua swali gumu ni kubadilisha tabia. Kubadilisha tabia ni jambo si gumu, lakini lina ugumu kidogo, sio kwa sababu ni mazoea. Ni mazoea, ni mazoea. Kwa hiyo tujitahidini tabia, tubadilishe tabia zetu za ulaji. Na ili tuondoe ile tatizo kwa ikifika mwaka huu hapo. Tunaposema kubadilisha tabia za ulaji na kupunguza takwimu hii ambayo tuko nayo, ambayo tunasema ni kubwa, baba anaweza kuwa na nafasi yoyote? Ndio, anayo nafasi baba. Ni ipi? Familia nzima kila mmoja ana nafasi yake. Baba, kwa sababu kwa asilimia kubwa kwa hapa kwetu baba ndo mletaji chakula. Ndo mletaji chakula. Kwa maana hiyo yeye ana nafasi, manake aelewe nini kinahitajika kule nyumbani. Aelewe watu wangu wana mahitaji gani kwa sasa hivi. Kwa mfano kama baba mwenye mtoto pengine chini ya miaka 5 na mtoto na huyo mwenye mjamzito, manake huyo ana kazi kubwa, kwa sababu kule kuna mtoto anakuwa na yeye anahitaji mahitaji yake ni makubwa, lakini pia kuna na mjamzito. Kwa hiyo baba, kwa mfano unaelewa kwamba mie kwenye familia yangu sasa hivi kuna watu wenye mahitaji maalum. Nasema mahitaji maalum. Kwa hiyo ujitahidi upeleke vile ambavyo vinahitajika kwa ajili ya wao. Sawa? Kwa hiyo isiwe baba, manake ukishapeleka mchele ndo imeisha. Kwa hiyo tujitahidi japo kile kidogo ambacho unakipata ukipeleke na nyumbani na wao wafaidike. Hapo pia kwenye swala la baba, so mfano kama hivi zinapofanyika hizi kliniki za mama ambao wanakuwa na upungufu wa damu, kuna ushiriki wa baba ni muhimu pia, kwa sababu ile ya kuelewa hali ya mke wake. Lakini kuna athari ambao watu wengi au wamama wengi sasa hivi inawakuta kuweza kuwa na unasema mlimbikizo wa mawazo, stress. Kwa hapa pia baba ni muhimu ushiriki wake, ili kuweza, kuna vitu vingine vinaweza vikamsababishia mama mjamzito kupata mawazo ambavyo vinaweza kumsababishia hata ule ulaji wake. Pengine chakula kinaletwa nyumbani, lakini ule hamu ya ulaji wake kawa haupo. Kwa hapa ushiriki wa baba pia ni muhimu kwa ajili ya kuweka hii mpaka hali ya mawazo ya akili ya mama mjamzito iweze kuwa sawa. Naomba tusikie wito wako kwa jamii, ikiwa tunakwenda tamati ya kipindi chetu. Unataka kuiambia nini jamii katika kuona kwamba tunakabiliana na tatizo hili? Wito wangu kwa wanajamii ni kukubali na kujihimiza katika mlo ulio bora ama mlo ulio kamili. Na kama tulivyoambiwa, mlo ulio kamili uliotoka kwenye makundi yote 6 ya chakula. Manake unapokula ule chakula mchanganyiko ambao unakuwa na hizo vyakula vya nafaka ambavyo utaupa mwili wako nguvu, kuna vyakula vya mboga ambao utaweza kupata kinga dhidi ya maradhi. Kwa sababu kupata kinga dhidi ya maradhi pia hata huo upungufu wa damu unakuwa haupo, pamoja na makundi yote ya chakula. Lakini pia tuwepo tayari kubadilika tabia zetu, tusijiendekeze kusema kama mimi nishazoea asubuhi nipate kula urojo, au siwezi kula mboga kama imechemshwa tu, au siwezi kutumia hivi vidonge. Tujihimize kwa ajili ya afya zetu tunapoenda kujifungua, lakini pia tujihimize kwa ajili ya afya ya ule mtoto ambaye tunaweza kumzaa. Nakushukuru sana. Tuje kwako Bi Maimuna. Una lipi la kuiambia jamii ambayo inatutazama? Kama tunavyosema kwamba afya bora
ni msingi, lishe bora ni msingi wa afya bora. Naam. Kwa hiyo tujitahidi kama tulivyoongea kwamba watu tujitahidi kwenye kuhakikisha lishe zetu ziko vizuri, kutumia hayo makundi sita ya chakula ili tujenge familia zilizo bora, lakini pia na kizazi kijacho kilicho bora. Asante sana, nikushukuru. Msikilizaji, lishe bora ni msingi wa afya bora. Kwa hiyo hatuna budi kuona kwamba tunashirikiana katika kuhakikisha kwamba mama zetu wanakula vyakula vyenye lishe ili kujenga siha iliyo njema kwao na mtoto ambaye tunasema kwamba ndio tarajio letu. Kumbuka msikilizaji, tulikuwa tunazungumzia juu ya tatizo la upungufu wa damu kwa mama mjamzito, ambapo tulikuwa naye Maimuna Sheha ambaye huyu ni afisa lishe wilaya Mjini, lakini pia tuka naye Binasra Ali ambaye yeye ni afisa lishe kutoka kitengo cha lishe ambacho kipo chini ya Wizara ya Afya Zanzibar. Mwongozaji langu jina naitwa Othman bin Ali. Msikilizaji, hadi hapa tuseme ndio tamati ya kipindi chetu hichi maalum ambapo tunaangazia afya ama tunasema afya ya uzazi. Usahau kusubscribe, lakini pia kudondosha comment yako juu ya mambo mbalimbali ambayo utakwenda kuyaona, lakini pia utakwenda kuyasikia kupitia vipindi vyetu hivi maalum. Nyuma kamera mwenzangu Alingo Meali ambaye amefanikisha vyema kabisa kipindi hichi. Tuseme shukrani, kila laheri, tukutane katika mwendelezo wa vipindi vingine vinavyokujia katika mtiririko huu wa afya ya uzazi. Shukrani.